Bwana Yesu Kristo asifiwe. Karibu katika simulizi ya shuhuda za kweli. Nikusihi uweze kushare ujumbe huu na watu mbalimbali, lakini pia usubscribe ili kuendelea kupata shuhuda hizi pindi tunapoziweka. Lakini vile vile kuna group la WhatsApp kwa ajili ya maswali na majibu. Unaweza ukaandika ujumbe wako kwa namba 0712699762 na kupitia WhatsApp hiyo basi utaweza kupokea majibu ya maswali yatokanayo na shuhuda hizi. Mungu akubariki sana. Simulizi wako ni mimi Veronica Moshi, na leo tunaangazia shuhuda wa kweli kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku. Na ningependa tu wakati unafuatilia shuhuda huu basi usambamba na Biblia yako pia, ili kuweza kuhakikisha kile ambacho kinaonekana katika maono haya kipo katika neno la Mungu. Hadithi yangu inaanza na msukumo wa imani binafsi ambayo ilikuwa ni mwishoni mwa mwaka 2006. Siku moja nilisikia kwenda kanisani, na ingawa hapakuwa na ibada siku hiyo, nilienda kanisani na kuanza kusali, na nilihisi kwamba sitakiwi kwenda nyumbani. Nilala kanisani siku ya kwanza, kisha siku ya pili, kisha wiki, na mwishowe nilishia kulala kanisani kwa miezi 8. Mwezi wa 8 ilikuwa ni Jumamosi fulani. Waumini wengi wa kanisa walienda kufanya uinjilisti, nami nilikuwa nikiomba. Baada ya kumaliza kuomba, niliona watu watatu wakiwa wamevalia mavazi meupe yenye kumetameta. Walitokea katika ofisi ya kanisa nilikuwa nikisali. Walikuwa warefu, wenye nguvu na wakubwa. Walikuwa na urefu wa mita 3 hivi. Hawakuwa na mbawa na walikuwa wamevaa mavazi meupe. Hawakuwa wakigusa ardhi, walikuwa watembei bali wanasogea. Hii ilikuwa ni kutembelewa na wala si maono wala ndoto. Ilikuwa ni ziara ya kimwili. Malaika wa kwanza alikuwa akiniambia kama ninazungumza na mwanadamu uso kwa uso. Nilikuwa najiuliza, hivi mtu akiingia humu itakuwaje? Malaika wa kwanza akasema, jina langu ni Gabriel na nilimtokea dada yako Mariamu ambaye alipendelewa kuniona. Nilimtangazia habari njema na leo umependelewa kuniona, lakini lazima utambue kwamba ikiwa wanadamu wanaanza kutuona hivi, ina maana kurudi kwa yule anayeishi milele kuna karibia zaidi. Nafanya kazi katika eneo la ufunuo. Binadamu akilala wanaweka mkono kichwani bila kuwagusa, na kama matokeo inatokea wimbi na kuwawezesha kupata ndoto na maono ya ufunuo. Baada ya malaika kwanza kuacha kusema, na malaika wa pili aliendelea, mimi ni malaika mkuu Mikaeli, nina hakika ulisikia habari zangu katika maandiko. Nilikuwa kiongozi wa malaika waliofukuza Lucifer katika mbinguni. Nitazungumza nawe kuhusu shetani na vita vya kiroho. Nilitokea kuhudhuria mkutano katika mbingu ya pili iliyoendeshwa na Lucifer. Mkutano ulianza saa 10 jioni na ulidumu kwa miezi 4. Malaika mkuu Michael ndiye alikuwa akinisafirisha mahali pale na nina maelezo yote wa mkutano ule. Kisha malaika watatu alikuwa tofauti na wale wawili, akasema, jina langu ni Ajabu. Nilimtokea Yakobo na nikabadilisha jina lake kwa Israeli, na akabarikiwa na mimi. Malaika huyu alikuwa anazungumza. Nilisadiki ndani yangu kwamba malaika huyu ndiye Bwana Yesu Kristo mwenyewe, kwani ni mtukufu sana. Alikuwa na umbo la malaika kuniruhusu kuwa karibu naye. Malaika hawa walikuwa na kama mirija ya kuangazia. Walikuwa waangavu, nguvu zao zilijaa, mwili zao ziling'aa. Mavazi yao yalikuwa meupe zaidi kuliko karatasi nyeupe. Kweli hiyo ilikuwa ni nyeupe chafu. Zilikuwa nyeupe angavu na mwangaza ulioniathiri. Kila mmoja wa malaika hawa aliniahidi uzoefu, na malaika mkuu Mikaeli aliniahidi kuzungumza nami kuhusu vita vya kiroho. Gabriel aliniahidi kuhusu ufunuo, na Bwana aliahidi kuzungumza nami kuhusu wokovu. Siku moja nikiwa nyumbani nilisikia sauti ya malaika ikiniambia, Musa, nenda ofisini kwako. Kutoka nje ya nyumba nilikuwa nikiingia kwenye gari yangu, niliposikia sauti ikisema, Musa, tafuta shahidi. Kisha nikamwita Mwinjilisti Joseph, alikuwa akipatikana na tulikutana kanisani akiwa huko. Tuliingia ofisini kwangu na ile sauti ilizungumza nami nyumbani. Ilianza kusema, sauti ikaanza kusema, funga mlango na ulale. Niliweza kuona kwamba alikuwa ni malaika mkuu Gabriel akizungumza, lakini mwinjilisti aliweza kusikia sauti tu wala hakuweza kuona. Malaika akaniambia, utakufa leo, na Gabrieli akamwambia mwinjilisti, usimtahadharishe mtu yote wakati tutakuwa tunatumia chombo hichi, yani
Moses Lushiku. Saa hizi zote wewe utakuwa ni shahidi. Kisha Gabriel akaniambia, usiogope, utakufa na kusafiri zaidi ya kaburi, utatembea njia ya wafu. Na sikuogopa kwa sababu unapokuwa mbele ya malaika ni kama unahamishiwa nguvu zake. Utahisi kama una nguvu kama yeye. Ni wakati tu alipotoweka ndipo binadamu wako utakurudia tena. Malaika alimwomba kaka yangu Joseph shahidi aombe, na yule kaka alipokuwa akiomba nilihisi roho yangu ikitoka kwenye mwili wangu. Malaika Gabriel nisafirisha kupitia mawingu, kupita jua kwa umbali sana, kisha nikaona barabara kubwa na ndefu. Malaika mkuu aliniweka kwenye barabara hiyo ndefu akasema, hii ndio njia ya wafu. Niliona mwisho wa barabara kulikuwa na bifurcation ya njia panda. Barabara ilikuwa imegawanyika pande mbili na kulikuwa na mwelekeo wa kushoto na kulia. Nilipokuwa nikitembea kwenye ile barabara ya wafu, malaika mkuu Gabriel alitoweka kwa sababu kila mtu baada ya kifo itabidi atembee peke yake kwenye hiyo barabara. Nilipofika mwisho wa barabara niliona maelfu ya malaika kwenye njia panda ambapo barabara ilikuwa imegawanyika pande mbili, na niliona malaika pale walikuwa maelfu, walikuwa wamevaa vazi nyeupe lakini sikuweza kuona miguu yao. Nilishangaa mmoja wao aliweza kusoma mawazo yangu na kunisogelea na kusema, unashangaa kwa nini hatuna miguu? Hii ni ishara. Duniani katika sheria ya Biblia miguu inaashiria injili ya usheria, lakini hatufanyi kazi pamoja na injili ya usheria. Tuna mfumo mwingine ambao tunafanya nao kazi. Ndio maana huoni miguu yetu. Sisi ni walinzi wa milango ya maisha nje ya kaburi. Kusudi letu ni kushughulika na wanadamu kwa misingi yale waliyofanya duniani. Tunazingatia mapito, kozi na safari zao duniani. Tunapitia picha zilizorekodiwa za maisha yao wakiwa duniani. Kisha malaika akaniambia, geuka, na nilipofanya hivyo nikaona kamera kubwa kama robot zenye nguvu kubwa na ndefu. Malaika akasema, tunarekodi kwa kina kila kitendo ambacho mwanadamu anafanya duniani tangu mwanzo kuanzia mtu wa kwanza aliyekufa. Malaika akaniambia, unakaribishwa mwanadamu. Umependelewa leo kuwa shahidi wa mambo utakayoona hapa, ili uweze kuliambia kanisa la Bwana kile kinachoendelea nje ya kaburi. Niliona pande zote mbili za barabara kulikuwa na mawingu na ilikuwa ni ya blue yenye upeo wa macho samawati ya zure. Malaika akasema, utakuwa msemaji wetu utakaporudi duniani na waambie kuhusu kila kitu utachokiona hapa. Malaika akasema, kila kitu unachofanya kiwe kizuri au kibaya, kazi yetu ni kuingiza. Malaika akasema, matendo mema unayofanya duniani yatakuongoza katika mlango wa kulia. Kisha nikaona katika njia sahihi mlango, na nyimbo za sifa zilikuwa zikitoka kwenye mlango huo. Hii ilikuwa ni paradiso. Nyimbo zilikuwa na melody na sauti zaidi ya kitu chochote kinachopatikana duniani. Kisha malaika akasema, pande wa kushoto ni pale ambapo wafu katika dhambi walikuwepo wa Kristo waliokufa bila kuungama dhambi zao. Wanakwenda ingawa walikuwa ni wa Kristo. Ni nyumba ya wafu. Niliutazama mlango upande wa kushoto nikaona moshi mweusi unafuka. Malaika akasema, haya ndio makazi ya wafu. Wale wanaokwenda huko wanangojea hukumu na kiti cheupe cha enzi. Wakristo lazima wawe tayari kwa sababu kifo kinaweza kuja wakati wote, na Wakristo wanapaswa kujifunza kuungama dhambi zao mara tu wanapozitenda baada ya dakika chache. Niliona wafu wengi kwenye barabara hiyo na niligundua katika kila dakika watu kutoka pande 4 za dunia, maelfu ya watu wanakufa kwa wingi huku wakizaliwa kwa wingi pia. Wafu hao walijikuta mara moja kwenye barabara hiyo kubwa ya wafu mbele ya wafu. Kutembea kwenye barabara hiyo kulikuwa na kamera kubwa zinazoonyesha maisha yao kwa kurudi nyuma. Malaika waliita ni kuhukumu. Ukweli maisha yetu duniani yanarekodiwa kwa undani. Kila kitu tunachokifanya kinarekodiwa. Mpendwa, wakati nazungumza na malaika huyu kwenye barabara hii kubwa, kulikuwa na wafu wengi wakifika barabarani kila sekunde. Maana katika kila kanisa duniani kuna malaika ametengwa. Nilipendelewa kuzungumza na malaika aliyetumwa katika kanisa langu. Katika kitabu cha Ufunuo imeandikwa, andika kwa makanisa, andika kwa malaika wa kanisa. Efeso hadi Laodikia. Mchungaji akijitangaza kuwa ni malaika wa kanisa lake anakuwa anafanya upotovu, kwa sababu kila kanisa lina malaika aliyepewa jukumu hilo. Kisha mmoja malaika hawa kanisa akasonga mbele. Kisha malaika wa kuzimu akasema, tunaoamini wako hapa wanaomba toba, lakini sisi hatushughuliki injili na sheria. Tunashughulika na mwendo wa maisha na picha zinazonaswa na kamera yetu
marekodi na ushahidi. Kwa hiyo ni juu yako kufanya uamuzi. Kisha nikaona malaika wa kwanza wa kanisa akienda mahali ambapo yule malaika mwingine alikuwa akimaanisha mtu fulani hasa. Malaika akasimama mbele ya mtu huyo akiwa amekasirika. Akasema, "Nakujua wewe lakini unijui. Mimi ni malaika wa kanisa mkabala na nyumba yako. Nilikungoja ujiunge na kanisa ili ushiriki baraka ya kanisa hilo na utambulike mbinguni, lakini ulipuuza kanisa hilo. Unaweza tu kwenda kushoto kwa sababu ili kwenda kulia utahitaji kuwa mshiriki wa kanisa." Kisha wakampeleka mtu huyo upande wa kushoto ambako moshi ulikuwa unatoka. Alianza kutembea huku akilia sana. Nilielewa kwamba wale waliokataa kwenda kanisani wamekosea. Wanampinga Roho Mtakatifu. Kisha malaika wa pili wa kanisa akasogea mbele na kumwita mtu wa pili. Alimtazama kwa hasira na kusema, "Wewe unijui lakini mimi nakufahamu. Bila shaka ulikuwa mshiriki wa kanisa langu, lakini hiyo haitoshi. Umeshindwa kumtumikia Bwana. Nilipendezwa kukubariki unapohudumu, na imeandikwa katika sheria yetu kwamba ninyi ni wafalme wa makuhani. Makuhani ni watumishi, lakini huwezi kwenda upande wa kulia kwa sababu ni watumishi tu ndio wanaweza kwenda huko. Kwa hiyo nenda kushoto." Kisha malaika watatu akajitokeza na kumwita mtu ambaye alikuwa sehemu ya kanisa lake, pia alikuwa mchungaji, akasema, "Ulikuwa mshiriki wa kanisa langu na ulimtumikia Mungu, lakini nia yako katika kanisa ilikuwa ni pesa. Kwani umethamini pesa kuliko wito wako. Kwa hiyo nenda kushoto." Nilielewa kwamba alikuwa mtu wa Mungu au mchungaji. So malaika alisema, "Katika kanisa lenu lengo lenu ni pesa." Na malaika alisema, "Unatumia kanisa kana kwamba ni kazi yako, kwa hiyo nenda kushoto." Kisha malaika mwingine akasogea mbele na kusema na mtu fulani na kumwambia, "Unaweza tu kwenda upande wa kushoto. Nilikuwa nikikutazama. Kuna watu walikuwa na majuto baada ya kutenda dhambi. Ulikuwa unajuta dhambi zako na kufanya kazi ya kuziacha, lakini ilifika wakati kaanza kufurahia udhaifu wako na dhambi zako. Poteza majuto yako ulipozoelea dhambi, ukaanza kufurahi, kwa hiyo nenda kushoto." Malaika mwingine alimwambia mwanaume mmoja alikuwa sehemu ya kanisa lake kwamba anaweza tu kwenda upande wa kushoto kwa sababu mkono wake ulikuwa umejaa damu na kwamba yeye ni muuaji. Kisha mtu huyo akajibu, "Siwezi kwenda upande wa kushoto. Mimi si muuaji. Sijawahi kuua mtu yote." Malaika akajibu, "Bila shaka kuna aina nyingi za mauaji." Kisha malaika akaonyesha maisha ya mtu yule kwenye skrini kubwa. Mtu huyo alikuwa mshindi wa roho ama mwinjilisti. Ila mtu mahali hapa, wafu wote walikuwa pamoja nami, walikuwa wakitazama sinema ya maisha yake. Nilimtazama mwanamume huyo alipokuwa akieneza injili kwa mwanamke aliyeishi katika maisha mapotofu. Alimshawishi mwanamke huyo kuacha na maisha hayo, na baada ya mwanamke huyo kuongoka na kuwa mfuasi wa Kristo Yesu. Aliishia kwenye matatizo ya kifedha kwa sababu alizoea kuuza mwili wake, na mwinjilisti alikuwa akimsaidia kifedha. Lakini baada ya muda alianza kumsumbua mwanamke huyo ili alale naye. Mwanamke huyo alihisi kwamba alikuwa na deni kwake kwa sababu ya maisha yake ya kifedha. Mwinjilisti alipokuwa akimshinikiza yule mwanamke, alikubali na kulala na mwinjilisti. Baadaye yule mwanamke alijiambia, "Kuna maana gani ya kuomba? Ilikuwa duniani wanaume walikuwa wakinitumia kimapenzi kwa manufaa yao. Sasa kwa kuwa niko ndani ya Kristo, jambo lile lile linafanyika. Kuna maana gani?" Tulikuwa tukitazama kwenye skrini huku mwanamke huyo akitembea barabarani akijisemea na kulalamika. Ndipo mwanamke huyo akaamua kuacha imani. Tangu wakati huo mwinjilisti hakumwona tena. Kisha mwinjilisti akafa. Baada ya kifo chake, katika hukumu hii anaitwa mhalifu kwa kuua roho. Kisha mtu huyo akaanza kulia kwa uchungu huku akienda upande wa kushoto. Nilimwonea huruma, lakini alikuwa amechelewa. Alipofika kwenye lango la nyumba ya wafu, aligeuka na kunitazama mimi na malaika wa makanisa na kusema, "Sikupanga na mwanamke huyo nikiwa duniani, lakini unaweza kumwomba anisamehe." Kisha malaika akajibu, "Umechelewa." Kisha malaika mlinzi wa malango akaniambia, "Yeyote anayefanya uzinzi lazima aombe msamaha kwa Mungu na mtu aliyefanya naye." Nilizungumza juu ya kifo changu na kuwasili katika barabara ya wafu na njia ya panda. Nilisema walikuwa wafu wengi kwenye barabara hiyo, kwani watu wanakufa kwa wingi kila siku, na wengi wao walielekezwa upande wa kushoto ambapo kulikuwa na milango miwili.
na moshi ulikuwa kutoka kwenye mlango ule, na hakika ilikuwa ni makazi ya wafu, mahali pa mateso. Ilikuwa ya kutisha. Wafu walikuwa wengi na wengi wao walielekezwa kushoto. Ni mmoja tu kati yetu aliambiwa aende upande wa kulia peponi. Mtu huyo alipofika, malaika au kuonyesha maisha yake kwenye skrini kwa sababu alikuwa mtakatifu. Na wakati mtu huyo akienda kwenye uelekeo wa paradiso, alikuwa akiimba wimbo ulikuwa kutoka kwenye mlango wa peponi. Kwa kweli ulikuwa akiimba nyimbo za sifa kwa mwana-kondoo wa Mungu. Alikuwa akimsifu kwa lugha isiyojulikana, lakini kwa neema ya Mungu niliweza kuielewa. Niliachwa peke yangu mbele ya malaika huyo ng'ambo ya kaburi. Maiti wote walikuwa wamekwenda kwenye makazi ya wafu isipokuwa watu waliokwenda peponi. Ilikuwa mwisho, na kisha mmoja wa wale malaika kaniuliza, "Mwanadamu, ulizaliwaje?" Nilipata swali la kijinga kidogo na nilijibu kwa upole nikasema, "Nilizaliwa na baba yangu na mama yangu." Sikujua kwamba jibu hili lenyewe lilikuwa lawama, kwa sababu kwa mujibu wa sheria, mtu yote aliyezaliwa kutoka katika muungano wa baba na mama tayari amekwisha hukumiwa. Nilisema kwamba nilizaliwa kutoka kwa wazazi wangu, na malaika kajibu, "Kama ulizaliwa na baba na mama, nenda kushoto." Nilishangaa kwa sababu nimekuwa ndani ya Kristo kwa miaka 20, lakini kulikuwa na nguvu katika maneno ya malaika. Neno la malaika huyu lilisadikisha hali yangu. Kisha nikachukua mwelekeo wa kushoto na niliingia kwenye mlango wa pili unaoelekea kwenye makazi ya wafu. Nilipoingia kwenye mlango huo, niligeuka kwa mvulana wa miaka 12, na baadaye malaika alisema kwamba ni katika umri huu ambapo wanadamu wanawajibika kwa dhambi zao. Nilikaribishwa na moshi mweusi, kisha nikaona mahali inaonekana kama msitu wa maajabu na wa mwitu. Niliona mizizi mingi na miti ilikuwa imesimamishwa kwenye nafasi. Makao ya wafu yanaonekana kama misitu wa mwituni wenye mizizi na miti iliyoning'inia angani. Kulikuwa na giza nene kweli kweli. Kisha nikaona mwanaume akinisogelea akiwa anakuja kwangu. Nilijaribu kumtambua maana kulikuwa na giza. Nilimtambua kwamba mwanamke huyo alikuwa mshiriki wa familia yangu ambaye alikufa miaka mingi iliyopita. Yule mtu aliniuliza, "Musa, unafanya nini hapa?" Nilishangaa na kumuona akiniuliza, "Unafanya nini hapa?" Kisha mtu huyo akaweka kichwa chake chini. Alihuzunika na kusema, "Nipo hapa kwa sababu ya hukumu. Siku nilipokufa nilikuwa kwenye barabara ya wafu na nilifika njia kama wewe, lakini sikujua kwa maisha yangu hapa duniani yalirekodiwa, na nilipofika njia panda mwendo wangu wa maisha ulionyeshwa na kamera na nikahukumiwa. Kwa msingi ya picha hizi, kwa kweli nilihukumiwa hasa kwa sababu nilifanya ngono na mshiriki wa familia, nililala naye nikazaa mtoto, na mtoto huyo ni wewe." Nilishangaa na kuuliza, "Mimi?" Akasema, "Ndiyo. Hiyo ni kweli, hivyo ndivyo ulivyokuwa." Mpendwa, ili umezaliwa na kuwa mtu mzima, hujawahi kumjua baba yako, na unakutana naye kwa mara ya kwanza akiwa na miaka 40 kuzimu. Nataka kufafanua jambo hapa, maana kabla sijashuhudia hapa kwenye channel yangu ya YouTube, nilitoa ushuhuda kwenye channel nyingine na nilizungumzia swala hili, lakini baadhi ya wanafamilia wakufurahi, na inabidi waelewe kuwa tunazungumzia maisha na kifo. Hapa tunaongelea milele, hakuna utani hapa. Ni chungu kuzungumza juu ya mkutano huo na baba yangu katika makao ya wafu ambao ni mahali pa mateso. Familia yangu haikutaka kama kuniambia ukweli kuhusu jinsi nilivyozaliwa. Niligundua tu baada ya kupelekwa kuzimu na Mungu. Baba yangu alisema hataki kama nijue ukweli pia. Alisema alikufa na siri hii. Kisha malaika alikuwa na njia panda kaja na kusema, "Musa, kuna mambo hapa ambayo hutaelewa. Ndio maana nimekuja kukueleza." Kisha mazungumzo na baba yangu yakaisha. Nilianza kusogea mbali na yule malaika. Wakati nasogea nikawa namtazama baba yeye, naye alikuwa akinitazama. Alitaka kuwa karibu nami kwa mazungumzo zaidi, mchungu. Kisha malaika akasema, "Unaporudi duniani, walio hai waambie yoyote ambaye amefanya ngono, uzinzi na kupata mtoto wa nje ya ndoa, tunamngoja. Tutatayarisha kuondoa maisha yake na kumleta hapa. Waambie hao wanaotania tunaosubiri hapa. Waambie walio kwenye mitala, ndoa za wanawake wengi, tunawasubiri hapa. Lakini kuna kipimo cha neema kwa wale walioingia katika maisha hayo baada ya ujuzi wa ukweli. Lakini kwa wengine tunaongojea mahali hapa pa mizizi." Kisha nikaona mwanamke wa miaka 17 na nilishangaa na kuhuzunika. Nilikuwa na wasiwasi na kujiuliza kwa nini msichana huyu yuko hapa. Kisha malaika akasoma mawazo yangu na kusema,
Je, wataka kujua kwa nini msichana huyu yuko hapa? Siku ya kifo chake tulionyesha maisha yake katika skrini kubwa na jinsi alivyotongoza kila aina ya wanaume na tabaka mbalimbali. Wanasiasa, wanamuziki, wanariadha, polisi. Tulimonyesha sinema maisha yake, na katika sinema hiyo walikuwa wakimfuata. Tulimwambia kwamba alifanya uzinzi mwingi. Alishtuka na kushangaa. Alipinga na kusema kwamba hakuwahi kulala na mwanaume. Kweli alisema alikufa akiwa bikra. Kisha tukamwomba ajiangalie. Msichana huyo alipojitazama aligundua kuwa alikuwa amevaa nguo zake za kawaida za kuvutia. Kisha malaika akasema wanadamu wanapokufa huzikwa kwa kawaida katika suti au vazi jeupe. Lakini ulipofika hapa ulikuwa umevaa nguo zako za kawaida na mwelekeo uliochukua katika maisha yako ndio hulka yako kuu hapa. Msichana huyo alipokuwa akitembea na kusema kwamba hajawahi kwenda na wanaume hawa, ndipo tukamwambia nguo zako za kuvutia na mitindo yako kutembea ulikuwa kikwazo kwa wanaume wengi. Uliwatongoza, walishushwa hadi kiwango chao cha maadili. Uliwafanya watende dhambi katika akili zao ingawa hawakutoka nawe kamwe. Mpendwa, nilienea leo la Yesu alilowaambia yote mtazame mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake, Mathayo 5:28. Lakini pia Paulo alisema katika waraka wa kwanza wa Timotheo mlango wa 2 na mstari wa 9, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala dhahabu wala lulu wala kwa nguo za thamani. Baada ya tukio hilo nilimwona mwanadada niliambiwa kwamba anatoka Afrika Kusini na kwamba alifariki miaka 23 iliyopita. Alikuwa mwigizaji wa sarakasi na alikuwa akifanya maonyesho katika sarakasi kama mwanariadha wa kike. Wakati mwanamke huyu akifanya sarakasi zake mbele ya hadhira, alikuwa akipanua miguu yake mbele ya watu na wanaume walikuwa wakimtazama, walikuwa wakimtamani. Macho ya wanaume yalijaa tamaa kwa sababu ya kazi yake. Siku moja katika maonyesho yake ya sarakasi, aliteleza na kugonga kichwa na akafa. Alijikuta kwenye makazi ya wafu. Kazi yake haikuzingatia adabu. Na kwa kweli mwanamke huyu alikuwa bado katika aina hiyo ya nguo za kuogelea zinazoonyesha mwili wake hapa kuzimu. Wanariadha wengi wako katika hatari ya kuzimu kwa sababu wanavaa suti zilizobana miili yao au suruale. Kisha nikaona mwanamuziki wa Kongo. Watu hao wananipigia simu kuniuliza jina lake, lakini sitasema ili kujenga malumbano kwani ana familia. Kisha mwanamuziki huyo akaja karibu yangu na kuzungumza nami. Alijua kwamba nilikuwa nikitembelea na kupita tu na kwamba nitarudi duniani, na kwa sura ya huzuni alisema, najuta kutotoa maisha yangu kwa Yesu. Nilitoa sauti yangu kwa shetani, nilifurahisha watu kwa maonyesho yangu, lakini niko hapa mahali hapa pa mateso, alisema. Kila wakati watu wanaposikiliza muziki wangu duniani, mimi uchapwa na fimbo mahali hapa. Wewe ndio tumaini langu pekee. Tafadhali nenda waambie watu wa nyumbani wasisikilize muziki wangu. Hiyo ndio chio pekee ya mateso yangu kupungua mahali hapa. Nilitazama jinsi fimbo zilivyokuwa zinasonga na kutetemesha. Haikuwa nzuri kutazama. Ilikuwa ya kutisha. Nasema mpendwa, usisikilize muziki wa kidunia unaomtukuza shetani. Epuka kupenda uzinzi, pesa na ulimwengu. Amen. Basi Mungu awabariki. Huo ndio mwisho wa sehemu yetu ya kwanza, ushuhuda wa kweli kutoka kwa mtumishi wa Mungu Moses Lushiku, na ameelezea jinsi ambavyo Mungu alimpa maono haya na maonyo haya ya kulisemea kanisa. Basi